Salamu za Kalvari katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi njema, asubuhi ya baraka. Siku ni ya Jumapili, ambapo ninaamini kwamba kila mmoja amejitamkia baraka. Kila mmoja ameweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana kuamka kwako katika uso wa dunia, yani inagharimu tu mkono wake, nguvu zake. Hivyo basi ninakukumbusha tu kuna haja ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na kama usiku wako maybe unaweza kuwa ulikuwa ni uko na changamoto nyingi, unaweza kuwa unapitia magumu, unaweza kuwa unajifikiria, unajiuliza nimeamka katika uso wa dunia nikafanye nini? Lakini wanakuambia tu Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe. Mwenyezi Mungu yakufikiria mema. Mwenyezi Mungu yakupenda kila wakati. Watu wanaweza wakakuchukia. Unaweza kuona kwamba upendo umeweza na kukosekana kwa wengi, lakini Mungu mwenyewe anakupenda. Mungu mwenyewe anatembea pamoja nawe. Mungu mwenyewe amekubeba na neema yake pia imeweza na kukubeba. Basi kwa asubuhi ya leo ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, ili mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Benjamin Ziwa kutoka kanisa la ABC Chondo akaweze kuendelea na kutunyunyizia hizo baraka kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo ameweza na kumwandaa nalo ni kwa sababu yetu. Na ninaamini kwamba asubuhi ya leo halitakuwa ni la kawaida kwetu tu, bali litakuwa ni ya baraka. Si ukaribie tu katika runinga yako ili tukaweza na kupokea hizo baraka hata kabla hatunjaweza kufika kanisani. Karibu. Basi ndugu mpendwa, asubuhi ya leo, asubuhi ya neema na baraka zake Mwenyezi Mungu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ujambo? Bwana asifiwe. Ninatumai ya kwamba Mungu amekuinua, amekuponya, amekutendea mambo ya ajabu, na moyo wako umejaa sifa na shukurani kwa ajili yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo asubuhi ya leo, Jumapili ya leo, ninakukaribisha ili tunapoanza siku ya leo, nikijua ya kwamba wengine wataondoka na kwenda makanisani kumwabudu Mungu. Wengine hata wataenda kufanya kazi, wale ambao hawatapata nafasi ya kwenda kumwabudu Mungu. Ninakukaribisha ili tukaweze kupokea baraka zake Mwenyezi Mungu siku ya leo. Basi na tuombe. Baba uliye juu zaidi, Mungu uliye kimbilio na msaada wetu wa karibu, twajogea mbele ya uso wako asubuhi ya leo ili ukapate kutuinua, ukatusamehe na kutukubali tunapoanza siku ya leo, ili Mungu wetu katuongoze. Ukituongoza tutaweza kufika mbali. Ukituongoza tutaweza kutenda matendo ya ajabu. Ukituongoza Mungu tutaweza kufanikiwa katika njia zetu. Na hata ukituongoza tutaweza kuona kibali machoni pako. Baba wetu tunakuita, Mungu wetu tunakuhitaji, Mungu wetu tunakutegemea, Mungu wetu tunakuita ili Baba ukatushike mkono. Hatuwezi bila wewe, hatuwezi bila nguvu zako, hatuwezi bila uwezo wako. Hivyo basi tumejiachilia mikononi mwako ili Baba wetu na Mungu wetu katuongoze na kutuinua. Neno lako ambayo ni taa na mwangaza wa miguu yetu iko mbele yetu Mfalme. Nena nasi na ukaweze kutuinua na kuponya mioyo yetu. Na ni katika jina la Yesu aliye Mwokozi wetu tumeomba. Wazo ya siku ya leo tutalipata kwenye kitabu cha Zaburi 37. Tasoma mstari wa 38 hadi wa 40. Na ninaamini ya kwamba Mungu ataweza kutuinua na kutubariki. Basi tutasoma. Wakosaji wataangamizwa pamoja na wasio haki, mwisho wao wataharibiwa. Na wokovu wa wenye haki una Bwana. Yeye ni ngome yao wakati wa taabu. Naye Bwana huwasaidia na kuwaponya. Uwapoa na wasio haki na kuwaokoa, kwa kuwa wamemtumaini yeye. Neno la Mungu asubuhi ya leo linazungumzia sana jinsi ya wokovu wa wenye haki.
Biblia inasema ya kwamba wokovu wa wenye haki uko kwa Bwana. Wokovu wa wenye haki una Bwana ambaye ndiye ngome yetu wakati wa taabu. Asubuhi ya leo, wewe unayehangaika, wewe ambaye unayelia, wewe ambaye umefika mwisho, asubuhi ya leo neno la Mungu linasema ya kwamba wokovu wa wenye haki uko mikononi mwa Mungu. Wokovu wa wale ambao wanatembea katika haki yake Mwenyezi Mungu una Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Kwa hivyo asubuhi ya leo, elewa ya kwamba wewe ambaye unayetenda haki, wewe ambaye unayepitia njia na kutenda mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ukitokewa na shida wakati wa hatari, elewa ya kwamba Mungu anao wokovu wako wa kukuokoa asubuhi ya leo. Na pia huyo Mungu atasikiliza kilio chake wakati wa mateso, wakati wa taabu. Unapomuomba Mungu wakati wa shida, ataweza kukusikiliza, kwa sababu wokovu wa wenye haki una Bwana. Tumehakikishiwa ya kwamba asubuhi ya leo si ati wokovu wetu uko katika mikono ya wanadamu, bali uko na Bwana. Yeye ndiye ngome ya hao wakati wa taabu. Wakati wa taabu zako, Bwana ndiye ngome. Wakati huu ambao nchi imebadilika, wakati huu ambao maisha yamekuwa magumu, wakati huu ambao shida zimekuwa nyingi, yule ambaye atakayetuokoa ni Mungu wa Israeli. Bwana asifiwe. Wakati huu ambao maisha yamekuwa magumu, elewa ya kwamba wokovu wetu umo katika mikono yake Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Bwana asifiwe. Na anasema ya kwamba ni ngome ya hao wakati wa taabu. Ngome yetu asubuhi ya leo, wewe ambaye umepitia shida na taabu za aina nyingi, Mungu ndiye ambaye anatutetea. Mungu ndiye ambaye atakayetuokoa. Mungu ndiye atakayetuinua wakati wa hizi taabu za wakati huu. Tena Biblia inasema naye Bwana huwasaidia na kuwaokoa. Mungu atakuokoa. Mungu atakusaidia. Usione ya kwamba uko peke yako wakati kama huu. Wakati huu ambao maisha yamekuwa juu sana, Mungu wetu atatuokoa. Hivyo ndivyo maandiko yamesema. Hivyo ndivyo neno la Mungu limesema asubuhi ya leo. Mungu wetu ndiye ngome, ngome ambayo iwezi kufunjika, ngome ambayo wakati wa taabu itaweza kutuinua. Kwa hivyo asubuhi ya leo, jipe nguvu. Tembea ukijua ya kwamba haki yako, wokovu wako uko katika mikono yake Mwenyezi Mungu, ambaye amekutia nguvu, amekuamsha, atakuponya, atakutia nguvu wakati huu wa taabu. Kwa hivyo usione ya kwamba uko peke yako. Mungu wetu, Mungu ambaye ametuumba, Mungu ambaye ametupa uhai, ana njia za kutuokoa, ana njia za kutatua shida zetu. Kwa hivyo sisi hatuko peke yetu. Mungu wetu anatujali na anatujali zaidi. Mungu atubariki sana. Mungu azidi kutuokoa wakati huu wa taabu. Na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, Mungu ambaye unatujali kila siku, kila saa, kila wakati, tunakutegemea na tunakuhitaji ili ukatuokoe. Mungu ambaye wewe ndiye wokovu wetu,
tunakuomba ukatuokoe, ukaokoe wananchi, ukaokoe nchi yetu, ukaokoe kanisa lako, ukaokoe watu wetu, ukaokoe jamii ambazo sinateketea, ukaokoe watu wako ambao wanaumia wakati kama huu, na wakati huu ambao tunapitia mambo ambayo ni magumu, wakati huu wa shida. Mungu wetu tuokoe, Mungu wetu tuinue, Mungu wetu tupiganie, na ni katika jina la Yesu aliye mwamba na mwokozi wetu tumeomba na hata kushukuru. Amina. Mungu ambaye ndiye wokovu wetu, wacha akatuokoe wakati huu ambao ni wa shida na taabu. Bwana ndiye uokoa wenye haki. Yaani ni ngome ya wenye haki wakati wa shida, wakati wa taabu. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo, mtazamaji wetu, Mungu mwenyewe ndiye atakuokoa wakati wa taabu. Mungu mwenyewe ndiye atakuokoa kutokana na hizo changamoto ambazo unazipitia, kutokana na yale majaribu ambaye unayaona unayapitia. Hayo ni mapito tu. Mungu yuko pamoja nawe. Mungu yuaona machozi yako. Mungu yuaona kile ambacho unakipitia. Kiwe yani ni kingumu aina gani, Mungu yuaona. Mwenyezi Mungu yuakushughulikia. Mwenyezi Mungu upendo wake kwako ni mwingi mno, haujaweza na kupungua kamwe. Akupenda. Zidi na kutembea pamoja naye. Zidi na kumtumainia, maana haki ya mwenye haki, yani haki ya mwenye haki, Bwana ni yeye yuko nayo, na ni yeye ngome yake. Tuzidi na kumweka Mungu kuwa yani haki ya ngome yetu, awe ngome yetu kwa kila hali, kwa majira yoyote yale, wakati wa kufurahia, wakati wa kuumwa, wakati wa kupitia hayo magumu ambayo unayaona, unayasikia, yani unayaona, unajiuliza, mbona mimi ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, mbona haya yanipate, mbona haya yafike katika familia yangu? Yanafika pale ni kwa sababu Mungu anajua kwamba utaweza na kuyashinda. Mungu anajua uko na nguvu na hilo halitaweza na kukushinda kamwe, na kuibuka ukiwa mshindi. Tuzidi na kumtumainia huyo Mwenyezi Mungu, na tujue kwamba ni ngome yetu wakati wa shida, wakati wa taabu zetu, wakati wa majaribu yoyote yale. Tuzidi na kumtumainia. Pastor, tumeshukuru sana. Wakati ambapo unarudi MBC, waambie kwamba wanaudugu tunawapenda, na pia ufikishe salamu zetu, na uwe na wakati mwema. Mtazamaji wangu, nimekuwa wako hiyo wiki yote, Pastor Lucy Michael, nikikwambia kwamba neema ya Mwenyezi Mungu na ikubebe wakati ambapo unajiandaa ili ukaweze na kufika kanisani. Mungu awe pamoja nawe, na Mungu akaweze na kukutendea. Bye bye.